Kwa jina naitwa Silvia Evarist Doto. Ninatokea Mwanza, wilaya ya Nyamagana, kata ya Butimba, mtaa wa Oysterbay. Mimi najishughulisha na usindikaji wa mazao ya uvuvi, hususan dagaa, samaki na vilivyomo vyote baharini, ziwani. Kama mnavyoona hapa, kuna dagaa kutoka Ziwa Victoria ambao wamekaangwa kabisa, wako tayari kwa kuliwa. Hawa dagaa wanakaa miezi 6 mpaka mwaka mmoja, lakini sisi kwenye lebo yetu huwa tunaandika miezi 6. Ni biashara ambayo niliipenda, ni biashara ambayo ina pesa. Yaani ukikaa vizuri kwa kuitilia maanani, kwa kweli hii biashara ya dagaa ni nzuri sana. Kwa sababu ni kwanza ni chakula. Halafu inaongeza vitamini, inaongeza madini ya calcium. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila mtu anahitaji kukila. Watoto, vijana, wazee, wamama wajawazito. Kwa kweli ni chakula kizuri sana. Na ndio maana mimi nilitamani kuiuza hii lishe. Kwa sababu mimi kama mimi huwa naiita ni lishe. Changamoto ninayoipata kwenye soko la nje, sina vibali vya kupeleka vya export. Ni kwa sababu ni lazima niwe na leseni ya export kwa ajili ya kupeleka nje. Lakini huwa tunakwenda labda kutokea maonesho. Kuna maonyesho yanaitwa Jua Kali, maonyesho ya East Africa. Huwa tunafanya kila mwaka mwezi wa 10 mpaka wa 11. Kwa hiyo hayo huwa tunaenda, tunasapotiwa na serikali, tunapelekwa, tunaenda kule, tunajitangaza. Sasa tukishafika kule, shida ni kwamba masoko tunayapata, lakini shida ni wao wanataka sisi tuwape mzigo, lakini mawakala wao ndio waweke lebo zao, wawe kama wao ndio wameandaa huo mzigo, wakati mzigo tumeuandaa sisi. Serikali inatakiwa iboreshe, yani kwa kupunguza wingi wa tozo, ushuru unakuwa ni mwingi. Halafu ingawa sasa hivi angalau umepungua kidogo. Halafu ile leseni kuikata ya export, mfano nataka leseni kwa ajili ya kupeleka biashara nje. Leseni ile ina hela nyingi. Unaona? Mimi naweza nikasema ni mjasiriamali mdogo au mjasiriamali wa kati, lakini kuilipia ile leseni milioni ngapi zile ambazo zinatakiwa kulipa, kwa kweli inakuwa inaniposti. Mizigo tunatuma kwa njia ya basi, na wakati mwingine tunatuma kwa njia ya ndege. Ni kutokana na mteja amesema mzigo wake uende vipi. Akiniambia nautaka haraka zaidi, inabidi tupeleke kwenye ndege. Akisema andaa taratibu, tunapeleka kwenye basi. Na uzuri siku hizi kuna mabasi ambayo yanatembea usiku. Kwa hiyo tukipakia mzigo hapa jioni, asubuhi Dar es Salaam anaupata. Anataka mzigo, hana mawasiliano na sisi. Namba yetu ya simu ya kuweza kutupata ni 0753039041. Kwenye mitandao ya kijamii atatutafuta kwa akitutafuta Facebook ni Mwafipro General Supplier. Akitutafuta TikTok ni Mwafipro General Supplier. Tulichokifanya, kwa sababu na ilishawahi kutokea kweli, mzigo ulipotea, lakini kilichotusaidia ni kwa sababu tunatuma kwenye mabasi, lakini tunapeleka ofisini. Pale ofisini tunaandikiwa risiti, wanakuuliza thamani ya mzigo, wanaandika pale. Kwa hiyo mzigo ukipotea, hiyo ni juu yao, inabidi walipe. Kwa hiyo wenye mabasi pia wana ushirikiano pia na sisi, kwa sababu wanapopoteza mzigo wanakubali kulipa. Package zetu tunazifunga kuanzia robo kilo, nusu kilo, kilo 1, na tuna package ya ndoo, tuna package ya kisado kama hiki. Kisado kama hiki. Hiki kisado kikiwa kimejaa dagaa ya kawaida, hii kama hii ninayopaki hapa ni 25,000. Lakini ikiwa ni nyama nono ni
30. Ndiyo, na samaki tunatengeneza. Kama mfano mteja akitaka vibambala anaweza akavipata, akitaka za kukaanga anapata. Hii package ni shilingi 20,000, lakini ni kilo moja. Mlaji, yani mlaji kwanza anaweza kala na ugali, anaweza kala na viazi, anaweza kala na miogo, anaweza akanywa na bia. Anaweka kisahani chake pale, anaweka kidogo, badala ya kula nyama anakula dagaa, akiwa anapata na bia yake. Neno langu la mwisho kwa wateja wangu, naomba waendelee kutuamini kwenye biashara yetu. Yaani wasiwe na wasiwasi wowote, watume pesa na sisi mzigo wao tutawatuma kwa uaminifu kabisa, na wala wasiwe na wasiwasi. Mwafikro iko vizuri, na tunawaomba na wao waendelee kuwa vizuri kama sisi.